huwezi kujuta kwa sababu wewe ni Mkristo, kwa sababu Mungu ataruhusu uwepo wake kuandamana nawe. The presence of God. Unakumbuka Musa aliomba kitu kimoja akiongoza wana Israeli. Alisema hatutasonga mbele mpaka uwepo wako kuwa nasi. Magibu ni chogatot chinge kiinendet ni migubote. Ya maana ni yule aliye pamoja na wewe. Ngombi Jehova kubote, hamna uwezo wa mashetani wote ambao wanaweza kufunga njia. Katika miaka hizo tulikuwa na ugumu sana kuhubiri nchi ya Masaini. Lakini wakati moja kukatokea ukame ambaye hata wanyama wabori ambaye ni fisi hawangekula mizoga ya nyama ya ng'ombe ya Wamasai. Sasa Wamasai walio katika mwisho wa mpaka ya Tanzania na Kenya, kuna wale wazee wenye kuangalia mambo kwa niaba ya jamii. So hukigirotin walikuwa napelekewa, alafu waombe jamii kupata mvua. Sasa Wakristo katika Manyata walikataa kupeleka hiyo. Na kitu moja naheshimu wa Masai, hawezi kuhukumu mtu bila kusikiliza maneno yao. Sasa wakaita wale wazee, sema negera hebu njoo uluguisi kumojibrewa ugojurgo igabimi. Wakasema ndio tumekataa. Kwa nini? Tuna nabii wa Mungu anakuja Narok tarehe 19 mwezi wa Novemba. Yeye ndiye atakayeomba mvua inyeshe katika nchi. Basi na wakaja na hawakutujulisha, walikuja tu kwa mkutano. Siku nilipokuwa nikimaliza crusade tarehe 20, nilishangaa uwanja wa Narok imejaa wazee. Ile kitambaa nyekundu ya Wamasai. Kibiri kiwanja, nikauliza mkalimani wangu Reverend Lucas Ololdabash, anaweza akisikiza sasa because we are live, kwamba nilipomwangalia tukiwa kwa kiti nikamwambia Olalashe, kwani ni nini iko kwa kiwanja hii leo ni nyekundu kabisa? Nikaona machozi ikitoka kwa macho yake. Nikamuuliza ndugu kwa nini? Akasema ndugu, Mungu akusaidie, maana leo wale wazee wako hapa ni ile wazee wakuu katika jamii ya Wamasai. Iwapo mvua haitaipatikana itakuwa mwisho wa Ukristo. Na ikinyesha leo itakuwa mwanzo wa uamsho katika nchi ya Wamasai. Mengine ni historia. Nikasoma kitabu cha Genesis chapter 8. Sisemi uende usome alafu tumie, maana kila wakati inategemea nani yako na wewe. Na Mungu aliambia Noa, kama maadamu dunia bado ipo, hata maliza dunia hii na maji tena. Nikawaambia Wamasai, kama bado dunia iko na jua bado inatokea mashariki ikiteremuka kwa magharibi, bado ng'ombe itasaa njau na bado mimea itatokea. Nilihubiri for 1.5 hours.
na wakati nimeita watu waokoke, kabla sijamaliza, Mungu akatuma wingu kubwa kutoka Lake Naivasha, na ikaja kabisa ikisimama mahali panaitwa Ndulele. Roho Mtakatifu akanena na mimi, ambia hawa watu ukimaliza kuomba wasiende mbali, waende mahali pa kupata shade, na wasikae katika mito, wakae mahali palipo kubwa. Nilipomaliza, katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu, ilinyesha ikaja hata karibu kunibeba katika Suswa. Maana nilipomaliza mkutano nikaelekea Nairobi, karibu nisombwe na gari yangu katika Suswa kwa maji iliyopita. Bila uwepo wa Mungu singaliweza. Nasema hivi, uwepo wa Mungu uambatane nawe mpaka mahali unakokaa, kwa nyumba yako, kwa kazi yako, kwa kila mahitaji ulio nayo. You need the presence of God to be with you. Pia hapa ushuhuda wa pili. In 1982 nilialikwa na mhubiri wa kanisa la PAG, Peter Olepesi, katika maeneo ya Nairobi Ngare, ni ulubiri injili. Baadaye akanipangia mkutano uko Maji Moto. Tukaenda na pikipiki, tukiwa mbugani, pikipiki ikakosa pumzi. Peter aliniambia hivi, Olalashe, mahali gari imeharibikia ni njia ya simba, na simba akipita hapa sasa, ninakuhakikishia siwezi kuokoa wewe. Na kilicho mbaya zaidi ni kwamba hata mimi nikiwa na miguu siwezi kujiokoa, na kwamba sikukuleta hapa bila kujua hiyo, lakini nilikuleta kwa sababu ulisema Mungu alikuokoa na kwamba yuko pamoja na wewe. Sasa sio imani yangu itatuokoa hapa, ni yako. Maana aliyekuokoa halijua huna miguu. Sasa anatarajia nifanye nini? Can you imagine that? You know, unamsaka maneno mingi, lakini kuna ngageito le marijo kurge. Nikamwambia Mungu, uliniahidi kwamba kwa hii safari utakuwa pamoja nami, na kwa sababu utakuwa pamoja nami, basi uwe pamoja nami hapa. Akasema, sana, ambia mtumishi wangu ashike pikipiki, panda juu yake. Na unajua siku hizo sikuwa na inuliwa na injiniwa mwenyewe. So mnakumbuka nilikuwa narukia hata mesa, karukia pikipiki. Nikiwa juu nikamwambia Mungu, ndugu, tuanga weka moto. Lakini kie flat oli. Alipoweka moto, I don't know what happened. Tulienda about 100 meters. Kuangalia imejaa. Umagasta viju. Ngele mele na tinde chagi bai na bunwasi ekaya za bunwasi. Ni ukweli, ni mambo nimepitia. Anya berbera kwa gena wale so ogono ne. Amela sa mengajari. Mele nujanja ya maneno. But I'm talking about the presence of God. Yami Jehovah go baten kuma migini mayaksi.